Katika sura ya 3 ya kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, kitabu kizuri kabisa kwa ajili ya kufungua mafumbo mbalimbali ya elimu za kiroho. Ni kitabu kitakachokusaidia kufungua mafumbo ya elimu za kiroho. Umefika huko anakwambia, sisimizi anafanya hivi na hivi, mjusi unaweza kumnenea akafa hivi na hivi. Umefika huko anakwambia mnazi utumie hivi na hivi. Umefika huko anakwambia kwenye kitabu cha dini Mungu amesema tupendane. Unafika huko anakwambia kwenye kitabu cha dini wameandika habari ya hazina za gizani. Unafika huko wanakufundisha hiki na hiki, lakini sasa zile zote ni kodi. Vitabu vya dini vimeandika kodi, vimeandika mafumbo ambayo mtu unatakiwa kutumia akili ili uweze kuyafumbua. Sasa kwenye kitabu hichi kuna elimu mbalimbali ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kufungua hayo mafumbo. Ndiyo kitu kikubwa kilichopo kwenye elimu hii. Ni kama ufunguo wa elimu za kiroho. Hebu tuendelee. Leo tutajifunza kuhusiana na mipaka ya kimawimbi. Tutajifunza jinsi ya kutofautisha sauti za mababu na sauti za malaika kama nilivyokuwa nimekuahidi. Katika safari ya kiroho, jambo kubwa linalowachanganya watu wengi ni hili. Hii sauti ninayoisikia ni ya nani? Ndoto hii nimetumiwa na nani? Ni ujumbe wa kiroho au ni mawazo yangu? Ni maswali ambayo watu wanajiuliza sana siku zote kwenye maisha tunayoyaishi kila siku. Lakini nataka nikwambie, ulimwengu wa kiroho hauzungumzi kwa sauti za mdomo kama sisi. Unazungumza kwa frequency. Ndio maana somo la kwanza, ukurasa wa kwanza tujifunza kuhusiana na frequency, kwa sababu elimu ya frequency ndio itasaidia kuelewa masomo mengine tunayojifunza hapa. Ulimwengu wa roho huwa unazungumza kwa frequency. Ndio maana si kila hisia, maono au sauti inayokuja wakati wa ndoto au tafakari inatoka kwenye chanzo kikuu. Ninaposema chanzo kikuu namaanisha Mwenyezi Mungu. Baadhi hutoka kwa malaika na zingine hutoka kwa mababu. Malaika ni viumbe wema wa Mwenyezi Mungu, wanaishi kwenye mwanga. Mababu ni roho zinaishi chini ya sheria za Mwenyezi Mungu, lakini mipaka yake ni kwenye ukoo. Na mababu wanaweza kama mababu wabaya au mababu wazuri. Kwenye somo lililopita nilikuwa nimeshakueleza mababu wabaya ni wapi na mababu wazuri ni wapi. Mababu wabaya wanakuaje mababu wabaya na mababu wazuri wanakuaje mababu wazuri. Sasa nimekwambia kwamba baadhi ya sauti hizo unazo kunazisikia hutoka kwa malaika na zingine hutoka kwa mababu na nyingine hutoka kwa mizigo ya kifamilia isiyoisha. Kuelewa chanzo cha ujumbe ndio msingi wa usalama wa kiroho. Ukielewa unachokipokea, unajua unaweza kujua jinsi ya kukikubali, kukitafsiri na kukikataa. Pindi unapokuwa unaelewa kwamba napokea kitu cha namna hii. Sasa hebu tuangalie vyanzo viwili vya ujumbe wa kiroho. Ulimwengu una tabaka za frequency. Nilikwisha kufundisha kuhusiana na frequency huko, na kila tabaka lina wakazi wake wenye lengo lao. Nilikwambia ulimwengu una tabaka za frequency na kila tabaka lina wakazi wake wenye lengo lao. Tumeandika yote hao kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Kikipata inakuwa vizuri zaidi kwa sababu utakuwa unarejelea. Ni kitabu ambacho kikisoma kinakuibulia hisia za kuelewa. Ni kitabu ambacho kikisoma kinakupa hekima za kuelewa elimu mbalimbali za kiroho. Kuna tabaka la high frequency. Hapa ndiko wanakoishi malaika, viongozi wa kiroho na mababu ambao walipaa vizuri. Kisha kuna tabaka la low frequency. Hapa ndipo wanapoishi roho zilizobeba hasira, mawazo, stresi, majuto, mizigo, lawama, chuki, makasiriko ya aina yote, mambo yote yanayohusiana na giza yote haya. Mambo yote ambayo yanayofanya watu wawe na maisha magumu, maskini, swini. Hapa ndio zipo roho zinazobeba mambo hayo kwenye low frequency. Ndio maana sasa hata kabla ya kutafsiri ujumbe lazima ujue unatokea wapi kimawimbi.
Mtu mzuri wa kutafsiri ndoto ni mtu mzuri aliye na uelewa wa elimu ya frequency, elimu ya mawimbi. Nataka nikwambie ajabu ya asili. Unaona mimi hapa nakwambia kwamba mtu anayefahamu elimu ya mawimbi, elimu ya mambo ya frequency. Basi wewe usitoke hapa ukaenda kumwambia kwamba hivi wewe unatafsiri elimu ya ndoto, unajua habari ya frequency na mawimbi? Hapana. Utakuwa unakosea, kwa sababu jinsi ulimwengu wa asili unapofanya kazi, unafanya kazi kwa ajili ya upeo au ufahamu ambao hauelezeki hata unatoka wapi. Zinakuwa ni hekima tu zinakujia. Unakuta mtu yuko na silika hiyo ya kutafsiri mambo, automatic tu anakuwa anaelewa na anakutafsiria vizuri, unaelewa. Usimuulize hivi wewe unafahamu elimu ya kiroho? Uwezo kaenda kumuuliza mtu ambaye amefanikiwa, anakuambia ameishia darasa la 7, ukamwambia hivi unafahamu Pythagoras theorem? Ukamwambia hivi unafahamu sheria za demand and supply? Hata kama anaziishi kila siku kwenye biashara zake, lakini atakwambia ndio nini. Sasa wewe usiende na nadharia hiyo ya kusema kwamba ameniuliza ndio nini hajui, ukasema basi hajui. Ndio kitu tunachochanganya. Unakuta kitu kimoja badala ya kukielewa tunakikalili. Hata kwenye Biblia ni hivyo hivyo. Unakuta fumbo limeandika linamaanisha hiki, lakini mtu anachagua kukalili badala ya kuelewa. Anawaachia eti kwamba wachungaji na mapadri ndio wanatakiwa kuelewa fumbo hilo, ndio wamueleweshe. Sio, inakuwa haijakaa vizuri. Hayo tuendelee. High frequency inabeba upendo, amani, uwazi, mwanga. Hapa nimetaja 4, lakini kule kwenye somo la frequency nafikiri nilikuwa nimekutajia nyingi hisia za high frequency. Low frequency inabeba hofu, mashinikizo, haraka, lawama au kutishia, mambo yote ya namna hiyo. Kwa unaweza kama umepata mwanga, high frequency ni nini na low frequency ni nini. Tofauti kati ya malaika na mababu katika mawimbi. Malaika na viongozi wa kiroho wenyewe wanaishi mbali zaidi kimwanga. Elewa? Malaika na viongozi wa kiroho wenyewe wanaishi mbali zaidi kimwanga. Wanakupeleka juu kabisa. Wanaofanya meditation, yule mtu ambaye amewahi kujifunza habari ya meditation akafanikiwa, nikiongea lugha hii anaweza kawa anafahamu. Au yule mtu ambaye ni bingwa ambaye anakumbuka ndoto, basi katika ndoto zake zote hizo ishara hizi atakuwa ameshawahi kuziona, japo anakuwa labda azitambui. Hata wewe mwenye ufahamu chochote unaweza kuwa umewahi kufikiwa au umekutwa na hali hii, usijue kama ni hii hali, kwa sababu uelewi. Hata mzee anayekuzunguka haelewi, yeye mwenyewe amekuja amekulia ni kwenye kizazi cha kikoloni. Sasa kwa unakuta ni mzee ambaye hawezi kukusaidia chochote kuhusiana na mambo ya kiroho. Kwa hiyo kitu pekee kinaweza kukusaidia ni maono unayoyapata, kwa sababu maono unayapata kwa mababu zako, hata wale ambao ilikuwa ni kabla ya ukoloni, hata ule ambao ilikuwa ni kabla ya utawala wa fikra, hata wale ambao dini hazikuwepo, unakuta wanakupa maono. Ikiwa tu umeingia kwenye high frequency, hamna mipaka. Ukiwa kwenye high frequency unawasiliana vitu vya high frequency kama nilivyokuambia. Sasa katika mipaka hii ya kimawimbi, sasa tunataka kutofautisha malaika na mababu katika mawimbi. Nimekwambia malaika na viongozi wa kiroho wenyewe huishi mbali kimwanga. Utaelewa zaidi ninaposema mbali kimwanga. Wanakupeleka juu. Wanakufanya ujione huru. Hawakuongezi mzigo. Hawakuongezi pressure. Hapa nataka nizungumze nadharia moja. Kuna usemi mmoja huwa wanapenda kuutumia watu wavuta bangi. Mimi nimewahi kuishi nao. Wenyewe wanaamini mtu akiwa anavuta bangi hawezi kukumbwa hata na jini, wala hata mchawi hawezi kumgusa. Nataka nikwambie tafsiri yake. Wao wavuta bangi huwa wanatumia frequency ya mti wa bangi ambao unawapeleka juu zaidi ya ufahamu. Ukiwasikiliza vizuri, wanakuambia wanakuwa wanasikia raha ya ajabu. Wanakuwa wanasikia uhuru fulani. Yaani akiwa na kiu ya bangi unaweza kumwekea lundo la fedha na bangi, yeye akachagua bangi. Kwa sasa wanaendeshwa na frequency ya ule mti, kwa sababu ni mtu ambao una high frequency sana. Hapa nakuja nakwambia tena habari ya madawa ya kulevya ambayo yanatengenezwa maabara kwa formula maalum.
ni formula ambazo zinatengenezwa. Nilikwambia kwamba pindi unapochanganya mitishamba unapochanganya hiki na hiki unakuwa unazalisha mawimbi mapya. Kwa kunakuwa mawimbi ya low frequency na mawimbi ya high frequency. Mawimbi ya asili ya high frequency na mawimbi ya asili ya low frequency, lakini mawimbi ya kutengenezwa. Mfano ya kutengenezwa, wachawi wanatengeneza mawimbi ya low frequency ya kutengeneza. Lakini mawimbi ya high frequency ni mtu anatengeneza high frequency. Sana sana unakuta mganga anayekutibia au vidonge, unakuta imetengenezwa ni high frequency ya kutibia. Ni mchanganyiko unaozalisha high frequency. Ndio hapo ninapokuambia kwamba malaika wanakufanya ujione huru. Malaika wanakufanya hawakuongezei mzigo, hawakuongezei pressure, unajisikia raha. Yaani nafikiri unaweza kunielewa. Yaani ni raha ambayo haina masharti. Raha ambayo unaipata ukiwa haujavuta bangi, yaani unaweza kaingia tu. Ndio sawa hivyo mtu wa bangi unapofanya kazi kwa wanaovuta, ndio hivyo miti ya kulogea inapofanya kazi hivyo. Haya, nimekwambia hawakuongezi mzigo, hawakuongezi pressure na wala hawakuongezi hofu. Kama wewe ni shahidi, umewahi kumsikia hata shehe mmoja ambaye amezungumzia majini, atakuwa amekwambia kwamba epuka kumuita jini ukiwa na hofu. Kwa sababu jini kitu cha kwanza atakuja atakutishia kwanza kwa hofu. Kisha ingia mkenge, basi anakutawala. Badala wewe mfanye awe mtumwa wako, yeye ndo anakufanya unakuwa mtumwa wake. Ujumbe wa malaika sasa. Ujumbe wao hupitia kwenye moyo, si kwenye wasiwasi. Unaposikia una usalama ndani ya moyo. Na hata kama ni onyo, unakuwa ni onyo fulani linakuja kwa njia ya amani. Onyo linakuja kwa burudani. Tuone sasa mababu. Nimekwambia malaika wanaishi kwenye mwanga. Wako mbali kimawimbi, mawimbi ya juu kimwanga. Tuje kwenye mababu. Mababu ni wa karibu zaidi na damu yako. Mababu wanazunguka kwenye mzunguko wa damu yako wewe. Wanajua historia ya familia. Wanaelewa majeraha ya vizazi vyenu, vizazi vyako na kizazi chako. Na mara nyingi ujumbe wao unakuja kwa njia ya maisha ya kawaida. Ndoto, hisia tena sio hisia tu, hisia nzito au mawazo yanayorudiwa. Kuna mababu waliopaa vizuri. Hawa ni kama walinzi wa roho. Ujumbe wao ni mwanga, onyo la upole na faraja. Lakini pia kuna mababu wenye mizigo. Kama nilivyokufundisha kwenye somo lililopita, mababu wanaopaa vibaya. Hata wewe ukifa leo, kama utakufa hapo kwenye low frequency, vizazi vijavyo, miaka 300 baadaye utakuwa ni babu mbaya tu. Hata siku hiyo unakuwa tu ni mtu mwenye roho mbaya. Na unakuwa tu ni roho mbaya. Siku hiyo ambao umekufa. Kwa sababu ukisha kufa, uwezo kubadilika tena kwenye frequency hiyo mpaka wakusaidie ndugu zako ambao wapo kwenye uhai. Kwa hiyo uhai ni nafasi ya kutengeneza ufaje. Ni nafasi ya kutengeneza frequency mbalimbali. Ndio kitu ambacho unatakiwa kufanya ukiwa hai. Watu husema kwamba ukiwa hai unatakiwa uishi kwa matendo mema. Ni sawa matendo mema. Ila sio matendo mema tu unavyofikiria wewe. Kwa sababu kwa kufanya matendo mema unakuwa kwenye high frequency. Basi ukijenga desturi hiyo utakuja kufa na desturi upo kwenye high frequency. Hapo utakuwa ni roho mwenye hekima, roho mzuri. Ila ukifa kwenye low frequency utakuwa ni roho mbaya kwa nadharia hiyo au muktadha huo niliokuelekeza. Mababu wanaopaa wenye mizigo, hawa bado wanakuwa katika low frequency walizokufa nazo. Ujumbe wao huwa na hisia za uzito, hofu na lawama. Pindi unapotaka kuchukua hatua ya kitu fulani chochote kile cha kimaendeleo, kama historia yenu ya familia labda ni kuna kaumaskini fulani au hali mbaya, unakuwa unapata hofu, unakuwa unaona haujiwezi, unakuwa unaona haviwezekani. Yaani inakuja roho inakandamiza kweli kweli. Ndio hawa mababu wanafanyaga hizo kazi. Sio kwamba eti hawa yani sio kwamba eti labda eti ni uchawi na nini. Yaani ndio hivyo, yani ndio walivyo, ndio asili yao. Na wewe ndio unayewahusu. Na kwa hiyo sasa pindi unapokuwa umekutana na shida kwenye maisha yako zinazo kuletea hisia fulani, unatakiwa uepuke hayo mazingira yanayokuletea hisia za kurudi kwenye low frequency. Kwa sababu turudi kwenye low frequency, kama kwenu kuna umaskini, ujue roho nyingi wapo wengi sana ambao wanakugandamizia habari ya
umaskini, yani kujiona huwezi. Pindi unapopata sauti hii, unajifunza elimu hii, chukua hatua. Alinifundisha mtu mmoja kwamba ukiwa unataka kukatisha mto, labda mto umejaa, unaogelea uvuke, usije ukajaribisha kwamba eti unapinga maji. Hebu fanya kama unaenda nayo, lakini unaenda kutokea vile. Nafikiri umeelewa. Unaukata sio kwa njia ya kukatisha, bali unaenda kama unaenda maji yanakoenda, lakini unakuwa unaenda upande mwingine kule. Hiyo ndio staili ya kuvuka mto vizuri kwa kutumia akili. Kwa hiyo sasa unapokuwa umepata elimu hii, usitumie kwenda kupingana na mtu kureact na ndio respond. Lazima uende naye kulingana na anavyoamini, ila kwa sababu wewe unaelewa, unakuwa unamhamisha kwenye reli taratibu taratibu. Hivyo ndio jinsi ya kuokoa familia yako na ukoo wako kutoka kwenye nadharia hii. Nimewahi kukuambia kwamba wengine husema kabisa kwamba wazazi wao wanawaloga, ndugu zao wanawaloga. Maskini ya Mungu, ukute hata sio hivyo. Ukute ni roho hawa. Wenyewe tu baba yake mwenyewe hajui elimu ya kiroho, hafahamu. Anaenda kanisani kila siku, lakini elimu hii ipo kwenye vitabu vya Biblia, ila sawa mpaka mchungaji amsomee mstari kwenye Biblia, au mpaka padri amsomee mstari kwenye Biblia, au wewe ni Muislamu hadi shehe akusomee mstari kwenye Qur'an, unakuwa huelewi elimu hii ya kiroho. Mzazi wako mwenyewe haelewi. Unakuta hizi roho zinamkabili, na pindi zinapomkabili, kumbuka mzazi ndio mwenye ushawishi mkubwa kwa upande wako. Kwa hata wachawi wenyewe wanapokuwa wanataka kufikia, wanaangalia sehemu ya dhaifu ya kukupatia wewe. Wasipomtumia mzazi wako, watamtumia mpenzi wako, watamtumia mtoto wako ambaye ameshuka kwenye low frequency. Hivyo kwa hiyo natakiwa kutambua mazingira haya na unielewe. Utaenda kwenye maombi kila siku, utaenda kwenye wapi kila siku, utatumia mizizi kila siku, watakwambia ujisafishe na maji ya chumvi kila siku, utajisafisha, utoe laana, utajisafisha. Lakini usipoelewa utendaji kazi wa hivi vitu kwa elimu ya kifrequency, kimawimbi, ni kiswala ambayo inakuwa ni ngumu sana kutoka kwenye hili. Kwa ndio hivyo. Na mababu wengine hutafuta msaada kwa sababu wako chini, si kwa sababu wana nguvu ya kiroho juu yako. Anakuwa anakuandama hivyo, anataka na yeye uokovu. Sasa pindi na yeye anapokuandama na wewe ukawa na hali yake ile, ukabaki kwenye hali yake, mimi ni maskini, mimi nimeshajaribishaga hivi na hivi. Ukienda ukizunguka kuna kutana na maskini mwenzako, kwa sababu mnatetema kwenye sawa. Ukiwa unatetema kwenye high frequency, utakutana na watu wanaotetema kwenye high frequency. Hivi hujawahi kukutana na hali unataka kupigia simu mara anakupigia? Hujawahi kukutana na hali mara unamwaza mtu mara anakuja kupita? Hivi ni roho zenu tu zinatetema pamoja, zipo kwenye frequency moja. Yaani tuseme ndio kwenye radio yako unazungusha hivi, umeipata TBC. Umempata TBC, sasa anakuja kupita mara anakupigia. Umeona? Nasikia umesha kutaaga na hali kama hizo. Ni mambo yanayosimamiwa na mababu, roho wa ukoo. Kwa sasa nitakuwa uwe makini katika haya mambo. Sasa tuendelee. Tuangalie jinsi frequency inavyotofautisha ujumbe. Tulikuwa tunajifunza mbali ya malaika na mbali ya mababu. Sasa tuangalie jinsi frequency inavyotofautisha ujumbe. Kabla hujaangalia ujumbe wenyewe, angalia hisia iliyokuja nayo. Hii ninachokwambia hapa, kabla haujaangalia ujumbe wenyewe, angalia hisia uliyokuja nayo. Hata pindi unapotafsiri ndoto, usiangalie picha, si nilikuwa kwenye majabali sio na nini. Angalia hisia uliyokuwa nayo pale. Ndio kitu cha kuzingatia. Kwa nini upelekwe kwenye majabali? Maana yake ile ni hofu. Kwa nini upelekwe kwenye daraja bovu? Maana yake ile ni hofu. Kwa nini udumbukizwe kwenye shimo? Maana yake ile ni hofu. Ndio maana mtu akikusikiliza tu unavyosimulia ndoto zako anakuambia wewe una mapepo, wewe una mashetani. Hapana, akili yako imesajili low frequency nyingi. Kwa hiyo unatakiwa kujifunza elimu hii ili uweze kuokoka. Utajiokoa mwenyewe. Hata mganga mwenyewe anapokuwa anakutibia, mimi huwa nasema anakutegemea wewe. Anakutegemea wewe. Anategemea fahamu zako. Usipojiponya inakuwa ni changamoto. Nakueleza hivi kwa sababu mwenyewe nimewahi kufanya mambo ya kwa waganga kabla sijaelewa elimu hizi. Mimi mtu akinieleza mti fulani ni dawa, lazima niufuatilie huo mti. Huo mti ni wa low frequency
au ni wa high frequency. Kama ni wa low frequency, ujue unataka ufanye uchawi. Kama ni wa high frequency, ujue unafanya uponyaji, sio jambo baya. High frequency. Haya. Angalia hisia unayokuja nayo. High frequency inakuja kama amani, utulivu, uzito unaoinua, sio unaokukandamiza. Mwanga wa maarifa, nguvu ya matumaini, mwelekeo wa kukua. Kwa unapopata ndoto, angalia hisia uliyokuwa nayo kwa muktadha huu. Ulikuwa unasikia amani, ulikuwa unasikia utulivu, ulikuwa unasikia kushangaa, ulikuwa unasikia shukrani kwamba Mungu na mimi umeniona mimi. Hatimaye nimepata mimi. Ulikuwa unasikia shukrani? Ulikuwa unasikia shukrani. Hizo ndio hisia unazokuwa unatuma. Na hizo ndio viumbe unaokutana nao kulingana na hisia unazozituma. Haya, low frequency inakuja na vitu gani? Low frequency huja kama hofu, pressure ya haraka, jazba, lawama au kujihukumu. Unakuta mtu amebaka au amejiua, ameenda kulewa au ameua kutokana na jazba hizi. Inakuja kama mzigo wa kihisia. Low frequency inakuja kama hisia ya kutishiwa. Inakuja kama machafuko ya kimawazo, stress zisizokoma. Hivyo ndio jinsi unavyoweza kutafsiri hizi ujumbe. Ujumbe wa high frequency na ujumbe wa low frequency. Huu ujumbe unatoka kwa babu mwema, huu ujumbe unatoka kwa babu mzuri. Kwa mfano umepata shida sana, alafu unasikia matumaini. Jua amekuja babu yako kukufariji, au amekuja kukufanyia hivyo kwa sababu yeye anaona kukushinda wewe. Yupo kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka nilikwambia macho yako wewe yanaona sehemu ndogo sana ya mwanga. Babu yako yupo kwenye kiroho. Kumbuka roho haina mipaka ya kimwili. Ni sawa vile ambavyo wewe upo Dar es Salaam lakini huwa unaota kijijini kwenu Morogoro. Roho inaenda Morogoro inafika, haina mpaka ya kimwili. Wewe huku kwenye mwili hadi uchukue nauli. Kwa babu yako anakuja anakufariji kwa sababu anajua kuna msamaria mwema anakuja, na sio muda mrefu unashangaa kuna mtu amekuja kwambia, bwana pole, anakuokota anakupeleka hospitalini na nini, anakusaidia, anakulipia deni hivyo. Kwa hiyo sasa usipuuzie matumaini ya hali hii ya kujisikia amani, kujisikia utulivu. Hata kama una shida, unadaiwa madeni, ikija hisia ya amani, utulivu, usijilazimishe kuwaza deni. Kaa na relax, kwa sababu unapokea ujumbe mtakatifu kutoka kwa mababu zako au malaika. Hii ni ishara ya high frequency na wasiliana na wewe. Nimekwambia mababu wanajisimamia ukoo. Low frequency ndio kama nilivyokuambia haya mambo. Ukiona ujumbe unakuacha na hofu au mzigo, tambua mara moja huo sio mwongozo wa malaika. Unakuacha na hofu, mzigo, wasiwasi, kutetemeka, yani huo sio ujumbe wa malaika. Inawezekana kuwa mababu wenye mizigo au sauti ya akili. Inaweza kuwa wewe ukiona hivyo unakuwa na wasiwasi na nini, inaweza kuwa ni sauti au inaweza kuwa ni mababu wenye mzigo au sauti ya akili. Akili yenye majeraha. Akili ambayo imeasilika na hali za maisha, kodi, wasiwasi, mke amekutukana, si mtoto anaumwa, si mtoto kodi, ni hiyo inakuwa imetuzika kwenye akili. Kwa hiyo sio ujumbe mtakatifu, ujumbe unaokuacha na hofu na nini, sio ujumbe mzuri. Unatakiwa kutambua hivyo. Somo limekuwa refu. Nafikiri kuna kitu kizuri hapa tuendelee kujifunza. Tumalizie hapa ndani ya hizo dakika 6. Nilikuwa nimepanga ninalinda nusu saa. Uwanja wa mawasiliano sasa. Ni lini ujumbe unakuja? Ujumbe wa frequency huja wakati wa utulivu. Unapokuwa kwenye alpha au theta, nilikufundisha habari ya mawimbi ya ubongo. Hebu jifunze kujilazimisha kurudi kwenye utulivu. Kama vile wanapokuambia usifanye maamuzi kuwa na hasira, usifanye maamuzi kuwa na jazba. Subiria utulivu. Ujumbe wa high frequency huja wakati wa utulivu. Unapokuwa kwenye alpha nafikiri utakuwa unaelewa ni nini sababu nilifundisha mawimbi ya ubongo. Unapokuwa kwenye mawimbi ya alpha na theta, ile hali ya ndani ya mwanga wa kiroho, tahajudi au ndoto safi ndio zinakujia. Huu ni wakati ambapo channel ya juu imefunguka. Huu ni wakati ambapo high frequency imefungua milango yake.
channel zimefunguka, ukiwa kwenye utulivu, muda wote tu utapata maono ya suluhisho la tatizo lako. Ukiwa kwenye utulivu, muda wowote jambo jema linakuja. Lakini ujumbe wa low frequency mara nyingi huingia wakati wa beta. Wakati wa beta ni wakati gani? Wakati wa akili ya stress, hali ya maisha imekuzonga. Ukiwa na, unajua hali za maisha hizi kwa mfano kama tego zingine wanakutegea uchawi, labda ujikwae. Ukishajikwaa ukaanza kusononeka. Ukishaanza kusononeka tu unaingia kwenye low frequency. Ndio uchawi unakuvamia. Si unarudi kwenye frequency yake? Au hata kama sio kukutega hivyo ujikwae, wanatumia hata mke wake wanatumia hata wanampa shida hata mke wako, ili tu uingie kwenye low frequency wakupate, waanze wakucontrol inavyotakiwa. Kwa ujumbe wa low frequency mara nyingi huingia wakati wa beta, kwenye stress. Beta ni nini? Beta ni mawimbi ya ubongo. Pindi wanapomchanganya mke wako, mwenyewe utachanganyikiwa, ubongo unachanganyikiwa, ubongo hautapata utulivu. Huwa napenda kufananisha mawimbi ya ubongo na bahari. Beta nakwambia kwamba beta ni wakati bahari ipo na zoruba. Mtu huwezi kuona kilichopo chini kule. Lakini nakwambia alpha ni kama maji yametulia, zoruba imeisha. Lakini sasa nakwambia ni pale ambapo umeamua kuchumpa, ukachukua kile kinachoonekana chini ya maji. Suluhisho. Kwa hiyo ukiwa kwenye utulivu, muda wote suluhisho la tatizo lako litakuja, kwa sababu mababu wema watakutembelea. Kama sio mababu wema, watakuja malaika. Ukiona ujumbe umeingia wakati akili ina kelele, uwe makini sana. Yote haya tumejifunza kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Ni kitabu kizuri kuwa nacho. Ni kitabu ambacho kitakusaidia kulea hata mtoto wako wewe. Utajua jinsi ya kumlea mtoto. Kumlea mtoto asiingie kwenye hizi imani za dogmatic, imani za kukalili. Kanuni kuu ya kutambua chanzo cha ujumbe. Chanzo cha mwanga huwa hakilazimishi. Chanzo cha mizigo kinalazimisha. Elewa. Yaani ni sawa vile amekuja mtu kabisa, yani kama ametumwa na malaika wazuri wa utajiri, kwamba bwana nataka nikufungulie biashara. Safi kabisa, yani kwa wema, mtu ambaye kuna yaani umefanyia wema fulani, amefurahia na wewe, lakini unakuta wanakuja roho bana, anakuambia anakupotosha, anakudanganya huyo. Anakudanganya. Inakuwa inakulazimisha, lakini mtu anayekuja kufanyia ihsani, kama unavyojua wema haulazimishi, yani mwanga ule haulazimishi. Mimi siwezi nikaa na dhamira njema nikaa na kulazimisha uelewe hichi ninachokuambia. Mimi nasema tu ukitaka utake, usipotaka hutotaka. Lakini kama na dhamira njema nitakulazimisha. Nitakwambia hivi, usipofanya hivi utakufa. Usipofanya hivi, usipokuwa na hela utakuwa na maisha mabaya. Sio nini? Mimi sikwambii uwe na hela, nakwambia uelewe hali za maisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Ujue unajiseti vipi, uenda wewe ni tajiri, lakini low frequency zinakushambulia. Unashindwa kupata utulivu utakao kupa utajiri. Unashindwa kupata utulivu utakao kufanya uwe na thamani ya kulipwa viasi vingi vya hela. Wewe ni producer, unashindwa kupata utulivu wa kutengeneza biti itakao ingia mioyoni, kwenye mioyo ya watu. Nilikwambia sauti huwa inaingia. Sauti inasikilizwa na roho moja kwa moja. Ukisikiliza muziki ya makelele unakuwa upo kwenye beta, uwezo kupata hata maono kwenye mapiano. Lakini ukisikia muziki laini wa Western life, Westlife, I wonder how, I wonder why, I wonder where we are. Gani kuna jinsi fulani muziki unaingia kwenye moyo. Ndio maana muziki wake unakuwa unadumu. Muziki ya makelele haidumu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye automatic anapenda shida. Nielewe. Malaika husema, chagua kilicho sahihi. Amani iko upande huu. Wanakuelekeza. Mababu wenye mizigo husema, ukiacha kufanya hivi utalaaniwa. Lazima ulipe deni la familia. Malaika hutoa uhuru. Mababu wenye mizigo huamsha makandamizo na mkandamizo wa vizazi. Unafanyaje sasa? Unataka kujua jinsi ya kufungua channel safi ya ujumbe? Nataka nikwambie, hakuna njia ya kupokea high frequency kama moyo haujatulia. No way out. Ukiwa kwenye beta, ukiwa hujajituliza, ndio maana mtu anakushauri ufanye meditation. Nakwambia kufungua jicho la tatu lazima uanze kufanya meditation. Why? Automatic ukiwa kwenye utulivu, utake usitake, jicho la tatu linafunguka, maono yanakuja. Tena sio maono mabaya, maono mazuri.
utaona uchawi uliopo ndani yako, utaona mambo ya hofu, itakuja picha ya hofu, itakuja ndoto ya hofu kukuonyesha kwamba kwenye maisha yako kuna mambo ya hofu. Ile hofu nimekwambia ni vitu vya kichawi, vitu vibaya, vitu vya kishirikina, majini wachafu, mambo ya uchafu nimekwambia. Kwa hiyo hakuna njia ambayo high frequency itaingia kwenye mwili wako au kwenye akili yako au kwenye moyo wako bila utulivu. Hata huyo anayekupa dawa, nilikwambia dawa huwa inasaidia mwili kujiponya, ila sio kwamba dawa ndio inaponya mwili. Kwa hiyo sasa inachoenda kufanya, ndio maana dawa zingine zinakupa usingizi, kwa sababu katika kupata usingizi inakulazimisha ulale, uingie kwenye alpha na theta ili upate suluhisho au mwili ujiponye. Dawa nyingine inaenda mbali zaidi na kuingiza kwenye delta. Kwenye delta ndio huwa kuna uponyaji kule. Ndio huwa kuna uponyaji. Nafikiri kama unanielewa, yani jinsi unavyoendelea kama umekuwa mfuasi wangu wa vipindi vyote tangu nimeanza kufundisha hizi elimu. Sina hata mwezi. Unaweza kama umeanza kupata picha ya kitu ninachokimaanisha. Unaweza kupata picha ya wanamaanisha nini kusema uwezo wa ndani. Wanamaanisha nini kusema Mwafrika jitambue. Wanamaanisha kwamba wewe ujitambue kiroho. Sio uchawi, sio uganga, sio upinga Kristo. Moyo ndio kichungu kikuu cha kiroho. Moyo ndio huwa unapokea hali zote za kiroho. Ujumbe wote unaopita kwenye moyo na haufanyi kazi vizuri, lazima utakuchanganya. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuinua heart frequency. Heart frequency unainuaje? Tunajifunza mambo makubwa sana. Nilikuwa nimekufundisha habari ya chakra, nikakwambia kuna chakra ya moyo. Kwa hiyo sasa kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya kikubwa ni vizuri, ili kupokea channel safi ukainua heart chakra kwanza. Lazima ufanye mazingira yote heart chakra iwe kwenye hali yake ya kawaida. Si unanielewa? Na unafanya hivyo kwa kutafakari kwenye rangi ya kijani au pinki. Au kama huwezi, tumia nia ya msamaha. Msamaha. Yaani tumia nia ya msamaha. Hebu jenga picha ya msamaha. Fikiria kuhusiana na msamaha. Jenga picha ile ya msamaha. Fikiria picha ya msamaha unakuaje. Ili hisia zako zizame kwenye msamaha, ni kitu gani msamaha. Unaelewa? Kwa kufanya hivyo utakuwa unafanya kazi moja kwa moja na heart chakra, ambapo utapata utulivu. Umeshindwa kabisa, sikiliza muziki mwenye ala ya 639 Hz frequency. Hii ni sauti ya kwenye muziki, kuna ile do re mi fa so la ti do. Hii sauti inaliaje? Nikwambie, ngoja niangalie hapa. Okay. Do re mi fa so. Unazijua hizo? Haya, kwa ule unayefahamu muziki, hebu kaangalie nota F. Nota F inaliaje? Hiyo ndio sauti ya heart chakra. Sikiliza sauti hiyo. Sikiliza hiyo sauti ya heart chakra. Nota F. Hebu ingia kwenye Google, andika nota F. Nota F inaliaje? Au muulize kama mtu ni kwa master, hebu muulize nota F inasikikaje? Sasa ninachotaka kukwambia, sikiliza nota hiyo kwa muda wa dakika 3 au 15. Kwa kufanya hivyo utasahau kila kitu kuhusiana na beta na akili yako itarudi kwenye utulivu automatic. Acha hasira za zamani. Ni ngumu kuacha hasira za zamani. Kwa mimi kitu ambacho huwa na shauri katika kujirudisha kwenye utulivu, mtu atumie harufu au atumie sauti. Kwa hiyo kwa sababu harufu na sauti itakulazimisha moja kwa moja. Katika kutumia harufu sasa, hebu chukua harufu nzuri. Na sio harufu nzuri, sio harufu tu unayoipenda. Unaweza kuwa na majini wakawa wanapenda harufu fulani ukasema hii harufu naipenda. Zipo harufu maarufu na zinazoeleweka kwenye kutibu au kuleta kwenye high frequency. Kwa mfano harufu ya mdalasini. Harufu ya mdalasini inakuleta kwenye utulivu. Fanya unavyofanya. Au harufu ya karafuu.
harufu ya mdalasini au harufu ya mdalasini au sandalwood. Sandalwood, hebu nenda kaangalie ni kitu gani, au ubani, mafusho haya. Kwa mimi ndio kitu ambacho wanashauri, kwa sababu wewe hata kama unapata ndoto mbaya, hebu chukua mdalasini wako ule, utwange unga hivi, ufunge hata kwenye kitambaa, uweke kwenye pua yako hapa, afu wewe unasikiliza ile harufu ile kwa yani unasikiliza tu harufu ile hadi unakuja kupitiwa usingizi. Hautakaa uote ndoto mbaya, nakwambia. Hautaota ndoto mbaya. Hata kama sio kama hautaota ndoto mbaya. Unaweza kutokea umeota ndoto mbaya, lakini utakuwa kwenye ulinzi. Utakuwa unalinda malango yako ya ndoto. Hapo moja kwa moja itaenda kupata akili utulivu, akili italala kwenye utulivu, utaona mambo ambayo unatakiwa uone, utaona maonyo ambayo unatakiwa uyaone, utaona ubunifu ambao unatakiwa kufanya. Kama siku hiyo umefanya kazini imekuchanganya, imekupasua kichwa, fanya hivyo. Ukilala vizuri utaona suluhisho la hiyo kazi kwenye ndoto yako. Utaiona, nakwambia. Unapofanya hivyo, chaneli yako inasafishwa na unakuwa mpokeaji wa mwanga na si makelele. Basi nafikiri tumefika mwisho wa somo la leo. Elimu ya kiroho, wanasema elimu ni bahari. Elimu ni bahari. Kwenye hiki kitabu nimeandika mambo mengi sana. Ambayo yanaweza kukufungua au yanaweza kufungua fahamu zako. Tumejifunza mara kwa mara, nikaribia kwenye kila somo nilikuwa nikitaja jicho la tatu. Jicho la tatu ni kiungo kikubwa sana katika mambo ya kiroho. Na hivi kwenye somo litakalofuata hapa nitakuja kukuelezea jinsi ambavyo jicho la tatu linatumika kutambua hizi sauti. Sauti za mababu, malaika, sauti za wabaya na wapi na wapi. Nitakuja nikufundishe hapa. Na tutaendelea kusoma kwenye kitabu chetu hiki hadi kiishe. Unaweza ukasoma vipindi hivyo kwenye Facebook yangu, unaweza kawa na download ukainavyo kwenye simu yako. Lakini vizuri zaidi ukapata kitabu. Ukipata kitabu utakuwa ukipata utulivu wewe mwenyewe tu, unaenda kuchukua kitabu unaanza kukisoma. Ukianza kukisoma unashangaa kichwa chako kinapata maswali mengi. Kama wewe ni Muislamu, utarudi kwenye Qur'ani yako, utaenda ukaangalia huo mstari kwenye Qur'ani umezungumziaje kuhusiana na hicho kitu, na hapo ndio utapata jibu la ufumbuzi wa mstari fulani kwenye kitabu chako cha dini. Au unaweza kumpata mwalimu wako wa kiroho unayemkubali, ama ni IPM au sijui ni nani mtandaoni, ukamuuliza swali kutoka kwenye kitabu hichi. Safi kabisa. Basi umebarikiwa sana kufanikiwa kusikiliza sauti hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Umebarikiwa sana wewe na kizazi chako, kwa sababu sio kila mtu anayeweza kusikiliza sauti kama hii, mafundisho kama haya akaelewa ninachokimaanisha. Kwa hiyo kama umenielewa, umebarikiwa sana. Kupata kitabu unakipata kwenye WhatsApp yako pindi unapofanya malipo kwenye namba 0682329852. Unatuma fedha yako shilingi 25,000, alafu unatuma ujumbe wa muamala wako kwenye WhatsApp wa namba hiyo. Unatumiwa kitabu, unaendelea kuburudika na elimu ya kiroho na utambuzi wako wewe mwenyewe binafsi na kizazi cha kuanzia wewe na kuendelea huko. Asante.